Katika adhimisho hili kuu la Pentekoste, kanisa lote linaungana kwa furaha kubwa kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Roho Mtakatifu, Roho wa uzima, wa kweli, wa umoja na wa utume. Leo si mwisho wa Pasaka tu, bali ni mwanzo mpya wa maisha ya kanisa. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nawe, mpenzi msikilizaji. Leo kanisa lote duniani linaadhimisha moja ya sikukuu kubwa kabisa katika maisha ya imani yetu, sikukuu ya Pentekoste. Hii ndiyo siku ambayo ahadi ya Yesu ilitimizwa, siku ambayo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume, siku ambayo kanisa lilizaliwa rasmi na kuanza utume wake hadharani. Katika kipindi hiki chote cha Pasaka tumekuwa tukitembea pamoja na Kristo mfufuka. Tumemsikia akiwafariji wanafunzi wake, akiwaahidi amani, akiwaandaa kwa utume na zaidi akiwaahidi zawadi kubwa ya Roho Mtakatifu. Leo ahadi hiyo imetimia. Pentekoste ni sikukuu ya nguvu kutoka juu, ni sikukuu ya moto wa Mungu unaowasha mioyo ya waamini. Ni sikukuu ya upepo wa neema unaoliondoa kanisa kutoka hofu kwenda ujasiri, kutoka kufungwa ndani ya vyumba kwenda kutangaza Injili hadi miisho ya dunia. Injili ya leo inatueleza kuwa wanafunzi walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu, walikuwa bado wamechanganyikiwa. Ingawa walikuwa wamemwona Yesu mfufuka, bado mioyo yao ilikuwa dhaifu. Walihofia mateso, walihofia Wayahudi, walihofia kesho yao. Lakini Yesu anakuja katikati yao, na maneno yake ya kwanza si lawama, si hukumu, si kukumbusha udhaifu wao. Anasema, amani iwe kwenu. Haya ni maneno ya faraja kubwa sana, kwa sababu Yesu anajua mapambano ya mwanadamu. Anajua namna tunavyobeba hofu ndani yetu, hofu ya kesho, hofu ya maisha, hofu ya kushindwa, hofu ya mateso na hofu ya kukataliwa, ikiwemo hofu ya magonjwa na hofu ya kifo. Lakini Kristo mfufuka huingia katika milango ikiwa imefungwa. Hakuna mlango ambao unaweza kumzuia Mungu. Si mlango wa dhambi, si mlango wa huzuni, si mlango wa majeraha na si mlango wa kukata tamaa. Anakuja katikati yetu na kusema, amani iwe kwenu. Baada ya kuwapa amani, Yesu anawavuvia Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Kitendo hiki kina maana ya kina sana. Kinaturudisha katika kitabu cha Mwanzo ambapo Mungu alimvuvia Adamu pumzi ya uhai. Sasa Yesu, Adamu mpya, anawapa wanafunzi wake uhai mpya wa kiroho. Kanisa linazaliwa kwa pumzi ya Mungu mwenyewe. Pentekoste si tukio la kawaida, ni kuzaliwa kwa kanisa, ni kuzaliwa kwa utume, ni kuzaliwa kwa ujasiri wa Injili. Wale waliokuwa waoga sasa wanakuwa mashahidi jasiri. Wale waliokuwa wamejificha sasa wanatoka hadharani, na wale waliokuwa wakitetemeka sasa wanalihubiri jina la Yesu bila uoga. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anavyofanya kazi. Katika somo la kwanza kutoka Matendo ya Mitume tunasikia, ghafla ikaja kutoka mbinguni uvumi kama upepo wa nguvu. Halafu ndimi za moto zikawatokea. Upepo unaashiria nguvu ya Mungu isiyoweza kuzuiwa. Moto unaashiria utakaso, mwanga, nguvu na upendo. Roho Mtakatifu huja kuondoa giza la dhambi, kuunguza uvuguvugu wa kiroho, kuasha mioyo yetu kwa upendo wa Mungu. Lakini dunia yetu inahitaji moto huo, kwa sababu kuna baridi ya chuki, kuna baridi ya ubinafsi, kuna baridi ya vita, kuna baridi ya kukosa matumaini na kuna baridi ya watu kuishi bila Mungu. Lakini Roho Mtakatifu huleta moto wa uzima. Jambo jingine la ajabu katika Pentekoste ni kwamba
Kila mtu aliwasikia mitume kwa lugha yake mwenyewe. Hii ni ishara kubwa sana. Inamaanisha Injili ni ya watu wote. Yesu hakuja kwa taifa moja tu. Kanisa si la watu wachache tu. Wokovu ni kwa mataifa yote. Pentekoste pia inafuta kilichotokea Babeli. Katika mnara wa Babeli, watu waligawanyika kwa sababu ya kiburi. Lakini katika Pentekoste, watu wanaunganishwa kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu si wa mgawanyiko, si roho wa chuki, si roho wa vurugu. Ni roho wa umoja, upendo, amani na ukweli. Ndiyo maana kanisa haliwezi kuishi katika chuki na migawanyiko bila kuumiza kazi ya Roho Mtakatifu. Mtakatifu Paulo katika somo la pili anatukumbusha kuwa kuna karama mbalimbali, lakini Roho ni mmoja. Kila mmoja wetu amepewa kipawa. Kuna wanaofundisha, kuna wanaohudumia, kuna wanaofariji, kuna wanaoimba, kuna wanaohubiri, kuna wanaosaidia maskini na kuna wanaoongoza. Lakini vipawa vyote vinatoka kwa Mungu. Na hakuna kipawa cha kujitukuza. Vipawa vimepewa ili kulijenga kanisa. Tatizo la dunia ya leo ni kwamba watu wengi wanataka ushindani badala ya ushirikiano. Lakini Roho Mtakatifu huleta umoja. Kanisa ni mwili mmoja, na mwili hauwezi kuishi sehemu moja ikipigana na nyingine. Ndugu msikilizaji, Pentekoste si kumbukumbu ya zamani tu. Roho yule aliyewashukia mitume bado yupo leo na anataka kutushukia sisi. Tulimpokea katika ubatizo, tulitiwa nguvu naye katika kipaimara. Anaendelea kufanya kazi ndani yetu kila siku. Ingawa hatuoni ndimi za moto kwa macho, ingawa hatuhisi upepo mkali, lakini neema yake ni halisi. Roho Mtakatifu hutufariji tunapoumia, hututia nguvu tunapochoka, hutupa hekima tunaposhindwa kufanya maamuzi, hutupa amani katikati ya dhoruba za maisha. Lakini swali muhimu ni hili: je, tunampa nafasi afanye kazi ndani yetu? Watu wengi leo wanaishi kwa nguvu zao wenyewe. Wanategemea akili zao pekee. Wanapanga maisha bila Mungu. Wanatafuta suluhisho bila sala. Lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wake wasianze utume kabla ya kumpokea Roho Mtakatifu, kwa sababu bila Roho Mtakatifu huduma huchoka, maisha ya kiroho hukauka, imani hupoa na kanisa hugeuka taasisi ya kibinadamu tu. Lakini akiwa ndani yetu, Roho Mtakatifu hulifanya kanisa kuwa hai. Tusimsahau Bikira Maria katika siku hii. Mitume walikuwa pamoja naye wakisali wakimngoja Roho Mtakatifu. Maria ni mama wa kanisa, mama wa waamini, mama anayetuongoza katika sala. Kabla ya Pentekoste kulikuwa na sala, kabla ya utume kulikuwa na sala, na kabla ya nguvu kulikuwa na kusubiri mbele za Mungu. Hili ni fundisho kubwa sana. Dunia ya leo inataka haraka, lakini nguvu ya kweli huzaliwa katika sala. Leo tunaishi katika dunia yenye majeraha mengi. Kuna vita, chuki, ubaguzi, uongo, hofu, kukata tamaa na maovu mengi. Familia nyingi zimejeruhiwa. Vijana wengi wamekata tamaa na watu wengi wanaishi bila matumaini. Ndiyo maana Zaburi ya leo inalia: Ee Bwana, tuma Roho wako uifanye upya sura ya dunia. Hakuna mwanasiasa, hakuna teknolojia, hakuna utajiri unaoweza kuponya moyo wa mwanadamu bila Mungu. Ni Roho Mtakatifu pekee anayeweza kubadilisha moyo wa mwanadamu. Katika Pentekoste hii tunaitwa kuishi maisha ya sala, kumsikiliza Roho Mtakatifu, kuacha chuki na migawanyiko, kuwa mashahidi wa Kristo, kutangaza Injili kwa maisha yetu, kueneza lugha ya upendo duniani. Watu wengi hawatasoma Biblia, lakini watasoma kutoka katika maisha yetu. Je, maisha yetu yanamtangaza Kristo? Je,
ndani yetu kuna matunda ya Roho Mtakatifu, yaani ndani yetu kunapatikana upendo, furaha, amani, fadhili, uvumilivu na wema? Tuombe. Njoo Roho Mtakatifu, ujaze mioyo ya waamini wako na uwashe ndani yao moto wa upendo wako. Tutie nguvu tunapodhoofika, tuongoze tunapopotea, utufundishe ukweli wa Kristo na utuunganishe katika upendo na amani. Ondoa ndani yetu hofu, chuki, mgawanyiko na uvuguvugu wa kiroho. Tufanye kuwa mashahidi jasiri wa Injili, na kupitia maisha yetu uifanye upya sura ya dunia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uje. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, leo kanisa linaimba kwa furaha kubwa, njoo Roho Mtakatifu. Njoo uwashe moto wako ndani yetu. Njoo uponye majeraha yetu. Njoo uondoe hofu zetu. Njoo utupe ujasiri wa kuishi Injili. Njoo ulifanye kanisa lako kuwa hai tena. Pentekoste ni mwanzo wa safari. Ni siku ya Mungu kuifanya mioyo yetu kuwa mipya, na tunapomaliza kipindi hiki cha Pasaka, tusibaki vile tulivyokuwa kabla yake. Tufungue mioyo yetu, tumpokee Roho wa Mungu na tuwe mashahidi wa Kristo katika familia zetu, kazi zetu, mashule zetu na katika jamii na popote tutakapokuwa, kwa sababu dunia bado inahitaji nuru ya Kristo na Roho Mtakatifu bado anatafuta mioyo ya kuwasha moto wake. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, tunapohitimisha tafakari yetu ya siku kuu hii kuu ya Pentekoste, tuendelee kufungua mioyo yetu kwa Roho Mtakatifu ambaye ndiye pumzi ya kanisa na nguvu ya waamini wote. Katika dunia yenye hofu, migawanyiko, mashaka na majeraha mengi, Roho Mtakatifu anaendelea kuleta uzima mpya, matumaini mapya na moto mpya wa upendo wa Mungu. Leo tunakumbushwa kwamba sisi si Wakristo wa maneno matupu, bali mashahidi wa Kristo aliye hai, kama wale mitume waliotoka katika chumba cha juu wakiwa wamejazwa nguvu kutoka juu. Nasi tunatumwa kwenda kupeleka Injili ya amani, msamaha, upendo na matumaini katika familia zetu, maeneo yetu ya kazi, jamii zetu na ulimwengu mzima. Roho Mtakatifu akushukie leo, akutie nguvu unapochoka, akutie hekima unaposhindwa kuamua, akufariji unapolia, akutie moto wa sala unapolegea kiroho, na akae ndani mwako milele. Kwa namna ya pekee kabisa kupitia shirika la Roho Mtakatifu, yaani shirika la mapadri la kimisionari la Roho Mtakatifu, ukipenda The Spiritans ama Holy Ghost Fathers, ninawatakia heri ya sherehe za Roho Mtakatifu. Ni siku yenu wanashirika wote, mapadri, mabruda, walei wa shirika na marafiki wote wa shirika la Roho Mtakatifu duniani kote. Moto wa Roho Mtakatifu uendelee kuwasha ndani yenu ari ya kimisionari, moyo wa huduma kwa maskini na waliosahaulika, pamoja na upendo wa kumtangaza Kristo hadi miisho ya dunia. Makala haya maalum kutoka meza yetu ya makala maalum yameandaliwa na kusomwa kwako nami Shamba wa Shamba, nikiwatakia nyote sherehe njema na heri katika siku hii kuu ya Pentekoste. Bwana, tuma Roho wako uifanye upya sura ya dunia. Amina.